kuna jambo la target ambalo limewekwa, lakini pia kuna jambo la saikolojia ya wachezaji, hususani kile ambacho kinatokea kwa upande wa Prince Dube, na kama ikafika mbali kabisa na kumalizia kwamba wanahujumiwa. Kuna kikundi cha watu kinawahujumu Young Africans. Kuna mazingira ya kuhujumiwa. Mimi sioni kama ni mazingira ya kuhujumiwa. Hakuna kitu ambacho labda ni cha uongo mpaka katoa ambacho kinazungumzwa. Dube ni kweli ka underperform. Dube wa msimu uliopita, yes, alikuwa na ups and down, lakini miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na mchango mkubwa zaidi kwenye klabu, alikuwa na idadi ya magoli 20 plus katika mashindano yote. Lakini hoja kubwa ilikuwa ni nafasi ambazo zilikuwa created na klabu na the way matumizi yake kuziconvert zile nafasi kwa magoli. Kwa hiyo baada ya ule msimu, kama nakumbuka kwenye mechi ya mwisho dhidi ya Simba uwanja Benjamin Mkapa, kuna interview aliifanya, anasema kwamba Dube kuna watu walizungumza mengi sana juu yake, na sio kuzungumza mengi tu, bali hata yeye mwenyewe alikuwa na kipindi kigumu sana. Hasa katika kile kipindi kigumu, manake anakiri kwamba haukuwa msimu bora zaidi kwake. Kwa hiyo baada ya ule msimu kutamatika, tulikuwa tunatarajia kumuona Dube ambaye atapata pre-season mpya na aanze msimu mpya katika mazingira ambayo tunajua kabisa saizi hatakuwa na pressure ya mashabiki. Of course ile issue ya kuluzi confidence uwanjani nini vyote hivyo, manake tutamuona katika Dube mazingira ambayo ni finisher wa kutosha zaidi. The way timu inavyocheza inamsupport vya kutosha yeye kuwepo kwenye penalty box na convert zile nafasi. Lakini hicho kitu inaonekana kwamba kakikopi na kupesti last season wakati msimu ameuanza. Kwa hiyo kwenye hiyo pressure, ukirudi katika engo ya media, wachambuzi maybe wanavyokuwa wanakosoa kwenye engo ya nafasi ambazo zinatengenezwa na yeye kukosa. Lakini hakuna mtu ambaye ameenda personal kwamba Dube maybe ni mchezaji mbaya au la. Wanazungumzia zaidi nafasi ambazo zimekuwa created na ambazo anashinda kufanya. Kuna clip zimetoka juzi hapa. Baada ya hii game ya juzi, of course Dube mwenyewe alionekana psychologically hayupo sawa kuanzia mwenyewe binafsi, mpaka anaiomba ile sabu. Lakini inawezekana labda kitu ambacho kwa kinaangaziwa ni namna ambavyo inazungumzwa. Yani unajua kuna mchezaji anachambuliwa labda kwenye mtindo labda na pressure ya mchezaji mwenyewe, labda inaonekana too much. Dube anazungumzwa zaidi yani ambavyo haikupaswa kuzungumzwa. Kwa Young Africans upo Simba, hivi ni vitu ambavyo vya kawaida. Sasa kinachosalia ni wewe namna ya kuweza kuendea pressure. Aliingia Stefan Aziz Ki, kama mnakumbuka vizuri, msimu wake wa kwanza alikuwa anatokea bench. Yeah, of course. Media of course ilionekana kama zinamwattack, lakini walichokuwa wanajaribu kuweza kukizungumzia ni big results now. Yani ukishakuwa Simba BRN. Yes, BRN. Yani unaingia pale unahitaji udeliver pale. Hamna issue ya kusema muda hakuna mtu ambaye ukijaribu kuwafuatilia vizuri, hakuna mtu ambaye ana hofu na quality ya Dube. The issue ni performance ya kwake, maana ke form imedraw. Kuna kitu moja kuhusiana na Prince Dube, si ndio? Brain amegusa hapa Nsajigwa kuhusiana na swala zima la Dube kwamba watu wanajua ni mchezaji bora. Inawezekana expectations zilikuwa nyingi. Kwa unafunga goli 13, goli 14 upo Azam FC. Afu ni mtu wa injury. Inawezekana waliamini kwamba akija Yanga mazingira yatakuwa bora zaidi, na kwa kiasi pia amekuwa free kutoka kwenye injury. Watu walikuwa wanategemea kuona zaidi. Inawezekana kwenye eneo la matarajio ndilo ambao eneo linamhukumu Dube, ingawa kuna siku iliwahi kutoka comment kwamba huyu ndo Dube yule aliyokuwa Azam. Sema tu mlikuwa mumwangalie kila siku. Yani huu ukosaji ni ule. Bahati mbaya tu mlikuwa mumwangalie kila siku. Na mimi siamini kama watu wameishi nje matarajio au labda walikuwa wanatarajia kitu kikubwa sana. Hapana. Ambacho watu wanakidai kwa Prince ni kile ambacho kipo kwenye uwezo wake. Kwa sababu Dube msimu ambao alikuwa fiti sana alifunga mabao 14. Ule msimu ambao alibora kwa Njona Felboko mabao 16. Tofauti ya mabao mawili. Huo ndo ambao alikuwa muda mrefu alikuwa mzima. Misimu mingine yeye alikuwa anapata majeraha. Kwa hiyo kama kwa msimu anaweza kufunga mabao 14, maana yake huu ndo uwezo wake ni hapo au zaidi ya hapo. Ambacho Yanga wanakidai ni kile ambacho kinaendana na uwezo wake. Hamna sema ambao wamefikiria zaidi. Kwa hiyo kitokea sasa huyo mtu anacheza tini ya kiwango, watu lazima waseme na waweza wakakaa kimya, na inawezekana watu wakana sahau tu. Moja ya kazi ambayo ukiwa unaifanya lazima maoni yatatoka ni mpira wa miguu. Yani kama unataka kukosolewa, nenda kama mchungaji kawaishe msikitini huko, kule ni ndio tu. Lakini kwenye mpira wa miguu lazima watu watasema, kwa sababu saizi wanapambana kuhakikisha Dube asiseme vibaya. Lakini wakati anasifiwa, mbona alikuwa anafurahia? Na moja ya watu ambao wanatenda haki sana mashabiki wa mpira wa miguu na waandishi, ukiwa unafanya vizuri, praise zitakuwa ni nyingi. Huyu Dube kiboko, huyu Dube hatari. Ukiwa unakosa utasema. Sio mara zote. Sio mara zote kufanya je? Yani kuongea ukweli.
tunasema kuna muda huo tunapindisha. Kuna muda wakati Dube anafunga. Kuna muda huo tunapindisha, kuna muda huo tuna nani. Of course kuna muda tunaongea ukweli. Dube. Lakini kuna nyakati ambazo yani uelewi yani unaweza kujiuliza huyu mtu kwa nini anazungumza hivi? Inategemeana na mtu mwenyewe binafsi, lakini kwa sababu tuliopo hapa. Ndio jamii hiyo sasa. Tuliopo hapa. Kuna muda Dube huyu tulikuwa mimi na Wakanda, tulikuwa na bishana. Inawezekana kaa MVP Wakanda akasema hawezi kwa sababu magoli yake yafunga kwa muda mfupi, akaona kiwango cha msimu mzima. Binafsi nilikuwa naamini naweza akagombea tuzo MVP. Kwa nini? Kwa sababu kuna kiwango alikionyesha mechi za kuanzia kwa seed pale mpaka mwishoni, kilikuwa kinavutia. Hizo zilikuwa ni praise kwa Dube. Kwa nini siweze kufanya vibaya tusiseme? Wakati mchezaji ule. Na huu ni mpira mguu, mchezo wa wazi. Yeye mwenyewe anaona kabisa huyu mtu anakosa nafasi. Assume zile nafasi za kukosa mechi ya juzi. Wale Silver Strikers wangepata tabao moja tu Yanga toka. Yeye angepata muda kumtetea yule Dube. Shughuli ingekuwa nzito. Ilikuwa shughuli nyingine. Kwa hiyo kuna vitu vingine vipo kwa sababu ya sehemu iliyopo na kazi unayoifanya. Ukiwa unafanya kazi yote ambayo inahusu jamii, kubali kukosolewa, kubali kusifia. Yes, bwana, tumsikie pia kwa upande wa Alikamwe ambaye aliaddress hili jambo la Prince Dube kwa kile ambacho kilitokea, lakini pia motivation, namna ambavyo wanamsukuma aweze kusahau anacheza Young Africans, timu imeshinda, mazingira jinsi ambavyo yalivyo, lakini kwa mambo yalivyokaa inaonekana kuna kikundi cha kina Nsajigwa kinashambulia. Goli ambalo kafunga Pacome, angalia movement ya Dube kuja kumtole yule defender mpaka Pacome anapokea mpira akiwa free, una contribution yako. Goli ambalo tumefunga la Dickson Job kabla ya move ya kona, Duke wakati anakuja na mpira, angalia movement za Dube kwenye box mpaka pakawa wazi, Duke akabidi ya shoot. Ana contribution yake, watu wa mpira wanaona contribution yake. Kinachopungua ni goli. Kwa hiyo kichwa kisiwe chini Prince, inua kichwa juu. Yanga imeshinda, you have to celebrate. Na alhamdulillah alielewa, akasimama, tukapokea hela na akaenda vyumbani, akaendelea kuzungumza na walimu. Unajua mastriker hawa watu wanakwenda uwanjani kwa ajili ya magoli. Kwa hiyo mastriker wanakuwa number one target timu inapotafuta magoli. Goli anatakiwa afunge fulani. Goli likikosekana watu wanamshambulia wewe. Lakini kwa siku ya Jumamosi tulikwenda Yanga ifuzu. Ya ile mechi ya goli angefunga Diara, tungesema alhamdulillah. Tumekwenda pale Yanga iende hatua ya makundi. Na Mungu ametusaidia imekwenda hatua ya makundi. Kwa hiyo kumeibuka hapa, haka ni kamchezo kameibuka hapa katikati. Na mimi niwe very clear hapa. Wana Yanga inabidi walielewe hili jambo. Kumeibuka hapa ka kikundi ka kimtandao hapa, kwa watu maalum wana ajenda zao maalum kwa ajili ya kushambulia Yanga na kushambulia wachezaji wa Yanga. Inafanyika makusudi kabisa, sio bahati mbaya. Wachezaji wabovu wako Yanga, walioshuka viwango wako Yanga. Mtu kila siku asubuhi akiamka anaposti mchezaji mmoja, leo anaangalia leo nani, leo ni mseme fulani, kesho ni mseme fulani. Timu zote za Tanzania walioshuka viwango wachezaji wako Yanga. Timu zote wameshuka viwango watu wa Yanga. Mtu anaamka na simu yake anamshambulia mchezaji wa Yanga, na sisi bila kujua kwamba huu ni mchezo umetengenezwa tukajaza kwenye huo upepo. Tayari Dube ameshakuwa victim wa kwanza. Dube kashakuwa victim, kashaathirika. Sisi wana Yanga tumeungana na maadui zetu, tumemshambulia Dube, kashaathirika. Kesho atahamia kwa Boyeli, takuwa hatuna striker. Kesho atahamia kwa Max kama kiwango kimeshuka. Kesho atahamia kwa Duke. Mwisho wa siku tutakuwa na timu ambayo haina confidence. Players watacheza kwa sababu ya kuogopa. Kwa nini? Maneno ya watu. Kuna kikundi specific. Ziko timu zimefuzwa hatua ya makundi hapa, hazijashinda mechi hata moja ya nyumbani. Hata moja hazijashinda. Goli pekee waliofunga ni goli la penalti. Semeni, lakini hiyo timu ndio timu bora. Yanga iliyoshinda mechi mbili, Yanga mbovu. Yanga ndio mbovu peke yake. Yanga ndio wachezaji wake viwango vimeshuka. Timu nyingine wachezaji wanaokimbia mawinga mpaka nje ya uwanja wako vizuri, hawaguswi hao. Hao viwango vyao viko top hao. Hao hawaguswi, wanaguswa wachezaji wa Yanga. Kuna mpango ovu umetengenezwa. Mimi nina experience miaka 13 kwenye media houses. Najua vitu vingi. Kuna mpango umetengenezwa na watu specific wanaifanya hiyo kazi. Kila mechi ya Yanga tafuteni kosa, postini makosa, postini magoli, shambulieni wachezaji wa Yanga. Dhamira ni vita ya kisaikolojia. Kwanza tuwatengenezee pressure, confidence ya wachezaji shuke. Shughuli imeanza mapema, hata raundi ya 5 bado ya ligi tayari vitu vimeanza. Tayari raundi ya 6. Kwa baadhi ya timu. Kwa baadhi ya timu, yes. Raundi 6. Ila mapema Yanga, Azam na Singida ndio wanacheza raundi mbili. Saizi waenda 4, si ndio? Waenda ya 3. Wao ya 3. Unaona shughuli hiyo ishaanza mapema tu. Na uzuri kwamba na pressure hii ligi ni kwa wakubwa. Wakubwa wakipeleka pressure, basi pressure ni ligi yote. Mtibwa ambaye anaenda kucheza naye hizo mechi ngapi 4 alizocheza amefunga goli 2 peke yake. Lakini ingekuwa Yanga amefunga goli 2 kwenye hizo mechi pasinge kalika. Alikama ukazungumza kwa kirefu sana, kazungumza kwa hisia sana. Tumegusa kwenye hilo eneo la Dube, na ukimsikiliza mpaka mwisho ndio kuna hilo eneo la, ndio niliuliza swali kwamba inazungumzwa zaidi ya lakini labda kwa uchache Wakanda inawezekana tunachokiona
huyu ndo Dube. Yani kwamba ndo ile comment ilikuwa mwaka jana sijui kwamba jamani huyu Dube ndio Dube huyu sema tukao tumwangalie kila siku akiwa na Azam FC. Inawezekana ndo standard yake. Inawezekana kwenye engo ya Prince hatujawahi kumuona Prince mwenye utimamu kiasi kwamba hii ndio iwe judgment yake. Prince wa miaka ya nyuma ambaye alikuwa anaitumikia klabu ya Azam, kuna kitu alikuwa anatupa in terms of goli, lakini alikuwa hatuonyeshi mechi kila siku. Yani unaweza kukuta Prince anakosekana mwezi mmoja, anakosekana mwezi mmoja na nusu, akirudi kwenye mechi chache anafunga. Jambo ambalo ndio alilifanya hata msimu uliopita. Prince magoli yale 13 aliyofunga msimu uliopita aliyafunga kwenye wastani wa mechi 7 tu. Ambayo ndio wastani wake wa kufunga magoli miaka yote. Hatumiage mechi nyingi kufunga goli. Sasa hiki kipindi anachokipitia sasa hivi yawezekana ni kipindi ambacho tunamuona uwanjani, huku miaka ya nyuma ndio kipindi ambacho tulikuwa hatumuoni uwanjani. Kwa hiyo kusema kwamba huyu ndio Prince Mpumelelo Dube, mwisho wa siku tutakuja kujiuliza, je, kwenye namba anazo ziset zinafanana na namba ambazo amewahi kuziweka huko nyuma in terms of performance? Hapa alikuwa na goli 13 ila mashindano yote kwanza zaidi goli 20 13 alikuwa na assist 8. Kwa hiyo yani huyo mtu kwenye namba ukija kuziangalia namba zake unasema bwana namba zake sio mbaya. Kwenye lengo ya mshambuliaji namba zake ni nzuri tu, sababu mfungaji bora ana goli 16, yeye ana goli 13 which fresh tu. Lakini sasa kitu anachokipitia Prince hivi sasa ni analipa gharama ya eneo analocheza. Yani hii ndio gharama ya mchezaji kucheza timu kubwa. Kwamba timu kubwa ni ile timu ambayo wewe haijalishi ni binadamu, sio binadamu, sijui ni nani, sijui ni nini, lazima ucheze kwenye matarajio ya mashabiki wa hiyo timu. Ukicheza Azam usipofunga mechi 4, usipofunga mechi 5, Zaka atakuja hapa atasema na huyu anapitia tu kipindi kigumu, nobody cares. Ukienda Tabora huko unaweza kaenda hata mechi 20 zote ufunge goli. Mwisho wa siku unafunga goli lako moja, mtu hajali. Lakini Yanga usipofunga lazima watu wataquestion, kwa sababu kabla hata ya mechi wewe ndio umebeba matarajio ya hao wanaenda kuangalia. Kwenye tukiachana na labda na eneo la numbers, kwa sababu tunaangalia football. Ukosaji wa zile nafasi kwa sababu mfano kama ukiangalia kwenye hizi mechi sawa ambazo zimechezwa kama hizi za kimataifa, wakati tunaangalia ile mechi wakati Yanga wameenda Angola sawa, mtu mmoja akasema unaona Dube anavyokosa nafasi. Haya ndo mambo ya tumeenda Ethiopia dhidi ya wale ile benki ya Ethiopia CBE. Akasema ilikuwa hivi yani ukosaji hivi, yani sio tu yani kiufupi kwenye mfululizo wa kukosa nafasi Dube ame-maintain. Yani tunaweza tukasema huko mwamba ame-maintain msimu uliopita mpaka sasa hizi. Kila alichokifanya msimu uliopita. Maana leo tunaweza tukataja hapa mechi ambazo Dube amekosa magoli na anachokifanya sasa hivi. Sasa anaendeleza. Ile ni nini? Kwa sababu kuna eneo ambalo watu waliconclude. Mfano kama msimu uliopita kwa Simba. Kwamba bwana Lionel Ateba hii chuma hapana. Freddy si ndio? Walisema bwana Freddy bwana hawezi kuwa striker wa timu wakati msimu unaisha ni top scorer wa timu. Hata Steven Dese Mukwala sasa hizi watu washakubali. Mwanetu mletee 100 atafunga 10. Yani kwamba huyu mtu atatuongezea umashuhuri tu pale juu. Lakini kwenye convert nafasi wana Simba wenyewe sasa hizi wanajua Mukwala ikitokea tuombe iwe tusiombe, akifunga fresh asipofunga fresh. Ndio yeye. Kwa Dube naye tunampimaje kwenye matumizi? Tuseme kwamba sasa ni huyu wana Yanga, huyu ndo Dube wenu. Ikitokea akifunga fresh lakini ana momenti zake kama ambavyo Ali amegusa kwamba huyu mtu sometimes movement zake zinaisaidia timu kwenye kucreate nafasi ya timu kuendelea kucheza. Na huo ndo uhalisia. Kwa sababu ndio maana hata muda huu nimekuambia Dube kwenye swala la kukosa nafasi ame-maintain. Kwa sababu huo ndo uhalisia wa Prince, kwamba hafungi kila siku, lakini kuna game ambazo atafunga goli 3, kuna game zitakuja atafunga goli 2, anapoteana tena anaenda silent. Kwa mfano msimu uliopita Prince alianza kufunga magoli chini ya Sid Ramovic. Na ndio muda ambao Prince alifunga magoli mengi sana. Alikuwa na hat-trick huko ndani, alikuwa na vigoli viwili huko ndani. Baada ya Ramovic kutoka, alipokuja timu kwa Hamdi Milud, Dube akarudi tena kuwa silent. Lakini akaanza kufunga goli moja, lakini baadaye unamkuta na zile goli zake 13 ambazo nimekutajia hapa. Alikuwa na wastani wa mechi 7 kuzifunga hizo goli zote. Ambazo kwenye msimu timu moja inacheza mechi ngapi? 30. Timu moja inacheza mechi 30. Mtu kwenye mechi 7 na wastani na kufunga hizo goli zake 13. Kwa hiyo huyu mtu kwenye masuala ya kutocheza, ukiangalia msimu uliopita alicheza karibu mechi zote za timu. Kwa hiyo hata msimu huu tu expect anaweza akacheza mechi zote, lakini
frequency yake ya kukosa magoli itabaki pale pale, lakini mwisho wa msimu atakuja kukupa namba ambazo zinaweza zikafukia tunasema haya madhaifu yake ya kukosa magoli. Utofauti wake na wachezaji wengine labda unaweza ukawa kwenye engo hiyo kwamba yeye anaweza akakosa magoli mengi, lakini anapata msaada wa wenzie kufunga kwenye zile mechi zenye pressure. Yeye inaonekana hata akikosa magoli freshi, lakini kuna muda yeye ambapo atasimama binafsi, atakupa momenti zake kadhaa, isaidha kwenye hayo magoli yake matatu ama mawili, mwisho wa siku maisha yake yanaenda. Lakini kwangu mimi, kwa namna ambavyo nimemtazama katika huu msimu mmoja labda na robo hivi sasa, Prince naweza nikamcategorize kwenye lile kundi ambalo nilikuwa namweka Steve, kwamba huyu mtu usimtegemee kwa Mukwala kwa asilimia kubwa. Huyu mtu usimtegemee kwenye magoli, lakini atakupa momenti zake kwenye baadhi ya michezo. Mimi bwana, mtazamo wangu kidogo. Hivi Mukwala kuja na goli ngapi? 12 kwa msimu uliopita alikuwa wakati anakuja ile season ya kwanza 14 alikuwa na goli 14. Alivyokuja hapa 13. Lakini zile namba za Mukwala na zenyewe sasa ndo mazingira hayo. Yaani ratio ndo ile. Kwamba hawa watu wanakosa magoli, lakini wana momenti zao kadhaa kwenye mechi chache, watafunga magoli mengi, alafu mwisho wa msimu kuja kuangalia. Kwa mfano leo ukimzungumza ubaya kwa Ateba yeye akipeleka profile yake inauza numbers. Nakwambia mimi na goli 13 msimu uliopita ligi kuu Tanzania, tena nikiitumikia Simba Sports Club. Tayari ndio maana sasa hivi namkuta Irani huko. Kwa hiyo hata Prince namba anazoziweka zinafurahisha sana, lakini kwenye issue ya watu tunaomtazama kila siku kwenye ule mfululizo wa kucheza mechi, huyo mtu afungi magoli kila siku na anakosa kila siku, lakini ana mechi zake chache ambazo anaweza akakuweka goli 3, goli 2, maisha yake kwenye namba ya kabisa. Msimu uliopita mwanangu Dese mechi ya Kagera alikuwa anaweza kufunga hata goli 4. Kilichotokea afu goli kuja kufunga Dese sasa. Yaani kuna zile zilikuwa zinakoswa. Baba tunapata mapumziko mafupi, tunarejea. Hii ni Kipenga Extra. Mimi ni Ibrahim Kasuga, nipo na Samuel Rashid wa Kanda, Nsajigo Sine pamoja na Brain Mpogole. Tulikuwa tumeanza kutazama kile ambacho kinazungumzwa kuhusiana na Dube, kwamba anasemwa kupitiliza au inakuwaje, lakini eneo kubwa meza imezungumza pressure aina timu anayoichezea Young Africans ndio ambayo inatengeneza demand kubwa zaidi. Stoke